Wapenzi, kujipenda mwenyewe ni pamoja na kukubali kubadilika. Unaona, ninajua kwamba kila siku wanawaambia kuwa msafi, vaa nguo nzuri, oga nini. Yes, ni vitu vizuri. Lakini kama unataka kujipenda zaidi na zaidi, hebu kubali kubadilika. Kubali kujifunza. Kubali kujifunza vitu vipya kila siku. Wasichana wengi leo hii tupo kwenye kujipenda wenyewe kwa njia ya kuwa wabinafsi kiasi kwamba hata kuwakilisha mwili wa Kristo inakuwa ni ngumu, kwa sababu hatuna ile hali tena ya upendo. Imebaki ile hali ya ubinafsi. Na ikibaki hali ya ubinafsi, ina maana kwamba hata kujipenda mwenyewe kunakuwa hakupo ndani yako. Kwa sababu nasema kila siku huwezi kumpa mtu mwingine kitu ambacho huna. Na Biblia inatuambia kusoma kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 24, inasema kila mtu asitafute faida yake peke yake bali na ya mwenzake. So, ukijiona kwamba kujipenda kwako wewe mwenyewe ni kuhusu wewe tu, wewe tu, wewe tu na sio wengine, halafu vile wengine unavitaka. Huo sio upendo. Huko sio kujipenda wenyewe. Huko ni msongo wa mawazo, nakwambia kabisa. Msongo wa mawazo umekupelekea umekuwa na insecurities nyingi. Yaani umekuwa haujiamini tena. Kiasi kwamba umekuwa mbinafsi kiasi hicho. Ila sasa, kama unataka kuanza kujifunza kujipenda mwenyewe, kubali kubadilika. Na cha kwanza ambacho unatakiwa kukubali kubadilika ni mtindo wako wa maisha. Unaelewa? Mtindo wako wa maisha unasema nini? Unazungumza nini juu yako wewe mwenyewe? Kwa sababu Biblia inasema kwamba mti mzuri hauwezi kuzaa matunda mabaya, vile vile mti mbaya hauwezi kuzaa matunda mazuri. Kwa hiyo watu wewe wakiuona mtindo wako wa maisha unaonyesha kwamba wewe ni msichana ambaye unajipenda mwenyewe, au wewe ni msichana ambaye unajifanya kama unajipenda mwenyewe. Kwa sababu kuna kujipenda mwenyewe, lakini kuna kujifanya unajipenda mwenyewe. Kwenye kujifanya ndio watu wanajifanya kama wamechanganyikiwa. Lakini kwenye kujipenda wewe mwenyewe ni pale ambapo una upendo na mtindo wako wa maisha unaonekana kabisa kwamba huyu mtu ni mtu ambaye ana upendo. Unaelewa? Kwa hiyo, badilisha mtindo wako wa maisha. Kama kweli unataka kuanza kujipenda mwenyewe, hebu angalia maisha yako. Je, maisha yako yanamwakilisha Kristo? Watu wanapokutazama wanaona maisha yako yana amani? Watu wanapokutazama wanaona kwako ni sehemu ya furaha? Je, wewe ni sehemu ya kufanyika kama faraja kwenye maisha ya watu wengine kama mwanamke? Kwa sababu Biblia inatuambia kusoma kwenye Isaya 41 mstari wa 6 kwamba wakasaidiana wao kwa wao. Je, wewe mtindo wako wa maisha unaonyesha kwamba kweli ni mtu ambaye unajipenda mwenyewe? Kwa sababu mtu anayejipenda mwenyewe yuko tayari hata kujisaidia. Kama uko tayari kujisaidia, ina maana kwamba uko tayari pia kuwasaidia watu wengine. Mimi nilijifunza kitu kimoja, kwamba kama kweli najipenda mimi mwenyewe, basi hata watu wengine naweza kuwapenda na ninaweza kuwasaidia. Na ndio maana kitu ambacho nakipata mimi huwa siwezi kukaa nacho peke yangu. Lazima niwasaidie watu wengine, kwa sababu ninajua kabisa kwamba hiyo ndio namna pekee ambayo itaonesha au itamwakilisha Kristo, kwamba kila alichokitengeneza ndani yangu kweli kinafanya nini? Kinaishi. Tu kama kuna mtu ambaye unanielewa. Sasa mtindo wako wa maisha uwe ni mtindo mzuri. Usiwe mtindo wa kibinafsi, usiwe mtindo ambao unaumiza watu wengine kwa lugha ya kwamba eti najipenda mwenyewe. Ninaelewa kabisa kwamba kuna muda ambao tunabidi tuwe wa binafsi kiasi kwamba hivyo, lakini nataka tu kuambia kwamba hata kama ukiwa binafsi kiasi usiumize watu wengine kikatili. Simaanishi wale watu ambao wanakuumiza, anamaanisha kuna mambo ambayo unaweza kufanya ukaumiza watu wengine kikatili kwa jina la kwamba unajipenda wewe mwenyewe. Kwa hiyo sio kitu kizuri kabisa kama msichana. Unajua tena especially msichana ambaye umeokoka. Kwa hiyo kama unataka kuonyesha kwamba unajipenda mwenyewe, hakikisha mtindo wako wa maisha una support kile ambacho kipo ndani yako. Tunamwona mtu kama Rahab. Sio kwamba alivyokuwa kahaba alikuwa ajipendi yeye mwenyewe, alikuwa anajipenda. Na mtindo wake wa maisha kwa watu ambao walikuwa na tabia kama za kipindi ambacho ni kahaba, ulikuwa unaonyesha kwamba anajipenda mwenyewe. Lakini kwa mtu ambaye anamjua Mungu na anajua maana ya kujipenda mwenyewe, alijua tu kabisa Rahab sio mtu ambaye anajipenda mwenyewe. Lakini alipokubali kuanza kumfuata Kristo, ndo akajifunza kwamba kumbe kujipenda mwenyewe ni pamoja na kujithamini wewe mwenyewe, pamoja na kuheshimu mtindo wa maisha ambao Mungu amekutengenezea toka ukiwa huko mdogo. Kwa hiyo kujipenda mwenyewe sio tu kwamba unaelewa, I love myself, nataka kujipeleka date, sio nini. Unaweza kuwa unajipeleka date, lakini mtindo wako wa maisha, dates zenyewe unazoenda, unazojipeleka, ukizitazama zinaonyesha kabisa kwamba huyu mtu hayuko sawa. Unaelewa, huyu mtu ana msongo wa mawazo, huyu mtu ana depression. Kwa hiyo kama unataka kuanza kujipenda mwenyewe, hebu kubali kubadilika, kubali kujifunza, kubali kuwa yule msichana ambaye Mungu amekusudia uwe, sio yule msichana ambaye unataka kuwa. Unaelewa? Kuna kitu ambacho nataka nikuambia.
kama msichana unatakiwa uelewe. Kuna msichana ambaye tunatamani kuwa ndio huyo ambaye tunamtamani kuwa. Mfano kama mimi labda natamani kuwa kama Debora. Lakini siwezi kuwa kama Debora kama Mungu hajaniambia maisha yangu ni ya maisha yanatakiwa nitumike kwenye sehemu gani. Sio kama mtu ananielewa. Yaani kwa mfano kama sasa hivi mimi nimeokoka, namjua Mungu. Unaona, namfahamu Mungu. Ninajua Mungu amekusudia nini kwenye maisha yangu. Kwa hiyo kama Mungu anakusudi kwenye maisha yangu, na maana kwenye kusudi langu kuna hilo kusudi, kuna mtu ambaye ninamfanania. Kwa hiyo huyo ndio mtu ambaye nitatamani kuwa, lakini siwezi kutamani kuwa yule mtu bila kujua kwamba mimi ni nani, natoka wapi na naenda wapi. Kwa pointi yetu ya kwanza ndio hiyo. Lakini pointi yetu ya pili kwamba kwenye kujipenda mwenyewe, kubali kubadilisha watu wanaokuzunguka. Unaelewa? Yaani kubali kubadilisha watu wanaokuzunguka. Kuna watu ambao mnaamini kwamba mnajipenda wenyewe, lakini watu wanaokuzunguka sio watu ambao wana support kile kitu ambacho nisema ule mtindo wa maisha ambao Mungu amekupa. Unasema leo hii umeokoka, unakaa na marafiki ambao hawajaokoka. Na Biblia inasema enendeni na wenye hekima na utakuwa mwenye hekima, bali rafiki wapumbavu utaumia. Kusoma kwenye Mithali 13 mstari wa 20. Kwa hiyo kama unataka kuanza safari ya kujipenda wewe mwenyewe, hebu kubali kubadilika. Kubali kubadilisha marafiki zako. Wale ambao umewazoea, wale ambao mkikaa mnapiga story ambazo hazina maana, wale ambao mkikaa hamna mambo ya kusaidiana, kubali kubadilika. Unaelewa? Kubali kubadilika kabisa kabisa. Tunaelewa. Yaani hata Yesu mwenyewe tukisoma kwenye kitabu cha ni Luka sura ya 8 nafikiri. Luka sura ya 8. Yesu alipokuwa anaenda kwa Yairo, alienda Yesu, alienda Yohana, alienda Yakobo, alienda na Petro. Kwa nini hakwenda na wanafunzi wote 12? Alikuwa anatufundisha kwamba kuna mahali au kuna sehemu ambazo tunakuwa tunaenda au tunataka kuvuka level kwenye maisha yetu, ni lazima tukubali kubadilisha hata wale watu ambao tuko associated nao. Kwa hiyo kama binti, kama unataka kuanza kujipenda mwenyewe, hebu kubali kubadilisha hata wale watu ambao watakuwa kwenye safari yako kujipenda wewe mwenyewe. Sisemi kwamba uanze kuwa cut off watu, hapana. Mungu anaweza kuwaondoa watu yeye mwenyewe akitaka. Anaweza kuwaondoa kwa ugomvi, anaweza kuwaondoa tu kwa uzuri. Wengine anaweza kututa ameanza kukunyamazia. Mwingine tu unakuta hata yale mazoea sasa hivi yameisha, lakini mko sawa tu. Sijui unaelewa. Kwa hiyo kama binti wewe ambaye unaanza safari yako kujipenda mwenyewe, tafadhali jichunguze. Unaelewa? Nimesema chunguza mtindo wako wa maisha, lakini pia kubali kubadilisha marafiki zako. Lakini cha tatu kabisa, kama unataka kuanza safari ya kujipenda mwenyewe, kama binti ambaye unamtumainia Mungu, hebu kubali Mungu akupe maisha ambayo yeye amekusudia. Mabinti wengi leo hii wana msongo wa mawazo au wana depression kwa sababu ya kuishi maisha ya mbele na kwa lugha ya kusema kwamba ninajipenda mimi mwenyewe. Wewe maisha yako yanasema bajeti yako ni 30. Kwa nini unaishi bajeti ya milioni 5? Okay. Fake it until you make it. Lakini kufake kwingine ni kujiumiza. Unaelewa? Ishi maisha kulingana na yale maisha ambayo Mungu amekukusudia kwa wakati huu. Huko ndiko kujipenda wewe mwenyewe. Kwa sababu ukiishi maisha haya 30 kwa wakati huu, una uwezo wa kuamini kwamba una uwezo wa kujifunza kutunza bajeti hapa. Lakini kama unapokea 30 alafu maisha yako ni ya milioni 5, hivi ni kuzi hata bajeti utatunza, utakuwa hauna hela. Na utakuwa unaamini unajipenda mwenyewe kwa sababu labda unajinunulia saa, unajinunulia nguo nzuri. Hapana. Mimi nimejifunza kwa wakati huu kwamba kumbe kujipenda mimi mwenyewe ni pamoja na kumruhusu Mungu anipe maisha ambayo amekusudia kwa wakati huu. Na mimi yale maisha ni yakubali. Nikiyakubali nitayapenda maisha yangu kabisa. Lakini ukianza kupambana na maisha ya Mungu, unapambana na yako, unapambana na akili zako, na wakati Biblia imesema utumie akili zako. Imesema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitumie akili zako. Nasema katika njia zako zote mkiri yeye atanyosha mapito yako yote. Ukisoma kwenye Mithali sura ya 3 mstari wa 5 na wa 6. Sasa basi, kama ndio hivyo, kwa nini usikubali maisha ambayo Mungu amekupa sasa hivi? Huko ndako ni namna ya kujipenda wewe mwenyewe kwa sababu utayapenda maisha yako. Unaelewa? Kwa kwenye kujipenda wewe mwenyewe pia kubali kubadilika. Kubali kuto kusema kwamba mimi kila siku wewe ni nahodha. Mimi ndio nahodha wa maisha yangu. Mimi ndio nahodha wa maisha. Ni kweli sisi ni manahodha wa maisha yetu, lakini nahodha mkuu ni Mungu. Kwa kuna muda kama unahodha inabidi tusahau, tumuulize nahodha mkuu kwamba wewe nahodha mkuu una kitu gani ambacho unakusudia kwa ajili ya maisha yangu. Ukifanya hivyo utafika mbali sana. Sana sana sana. Jina langu naitwa Tabitha na wapenda sana. Mungu awabariki sana na kuwalinda kama wasichana. Na channel nyingine inaitwa inaitwa Tabitha Tabiket. Ukienda huko utaikuta kule, kuna mahubiri, tuna mambo mengi, mifungo na kila kitu iko kule.
Lakini hapa natamani sana kuambia wasichana wenzangu, kwa sababu najua struggle ambazo tunazozipitia kama wasichana ambao tunamtumainia Mungu, tunamtumikia Mungu. Kwa leo tuishie hapa, tukutane tena wakati ujao.